السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم سيد الذي قال جددوا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, ndugu Islam, ikiwa mimi ambaye niliye mbele yenu nimekaribishwa hapa siku ya leo, jina langu hasa ni Maalim Yahya Rashid Juma kutokea Pemba, Chake Chake, njia ya Pujini, pale ni maarufu alhamdulillah. Mada yetu ya leo hasa tutazungumzia kutokana na mwanadamu, asili ya mwanadamu au asili ya roho. Na roho ni kitu ambacho cha siri, lakini Allah akasema yasalunaka ani ruhi qul aruhu min amri rabbi wama utitum min ilmi illa qalila. Roho ina thamani kubwa mbele ya Allah, na roho ndio hasa kuleta katika dunia hii. Roho iwe ni sababu ya kuongoka mwanadamu, na nafsi iliyoshirikiana na roho iwe ni sababu ya kupatia mwanadamu. Mwenyezi Mungu kila kitu kakiwekea sababu, lakini sababu ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kumuumba mwanadamu aliziumba roho, na aliziumba roho hizi zote jumla roho zote ziliumba siku moja, ziliumba katika nchi moja inaitwa nchi ya Insu. Na kwa jina la neno Insu hili limetumika sana katika Qur'an, Insu, insan. Hii ndio jina la roho, ndio jina la mwanadamu, Insu, insan. Allah katika kumbembeleza mwanadamu kambembeleza katika aya nyingi za Qur'ani, lakini pia baadaye kisha akasema mwanadamu nimembembeleza sana, lakini innal insana kana dhaluman jahula. Mwanadamu nambembeleza kwa aya mbalimbali, kwa mambo mbalimbali, lakini mwanadamu asili yake ni dhalimu nafsi yake, tena ni mjinga wa nafsi yake. Kwa hiyo tunatakiwa lazima tukumbushane na tukumbuke, ili tusiwe wajinga wala tusiwe madhalimu nafsi zetu. Kwani tukiwa wajinga baada ya kukumbushwa na kupewa mawaidha, halafu tukabaki katika ujinga na kujidhulumu, tutakuwa wenye kupata hasara. Roho, Allah subhanahu wa ta'ala aliziumba roho zote katika sehemu moja inaitwa sehemu ya Insu. Kwa jina jingine sehemu hiyo inaitwa watanil uluhiyya. Zimeumbwa roho katika nchi ya watanil uluhiyya. Watanil uluhiyya hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu, huko ambako aliziumba roho zote. Nikisema roho zote kwa maana ya roho zote za manabii, roho zote za mawali, roho zote za waliokufuru, roho zote za Waislamu, roho zote zimeumbwa siku moja. Baadaye zikawa zinaletwa katika hii nchi duni moja baada ya moja kwa ajili ya kuja kufanya majaribio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba idha ahabba Allahu 'abda abtalahu, Mungu anapompenda mtu lazima humjaribu. Kwa hiyo na roho Allah alipoziumba, baada ya kuziumba, kwa sababu roho anazipenda na kutaka kuzileta katika kiwiliwili na kuja kutembea na kuona mafanikisho ya kumjua Allah, kwanza alizijaribu. Roho zote ziliumba katika nchi moja hiyo, watanil uluhiyya, watanil insu. Baadaye Allah baada ya kuziumba Allah akazipa majaribio, akaziuliza ayatul arwah, enyi roho nyinyi. Nikisema roho ni mimi mwanadamu kamili, baadaye nikawa na mwili huu ukiwa una roho. Roho inaishi, maana baadaye inarejea. Kwa hiyo ikiwa roho inaishi ndani ya mwili huu kiurafiki, baada ya muda inatoka inarejea mbele ya Allah kwa ajili ya kwenda kujibu maswala ambayo yaliulizwa. Hii siku ambayo zilizoumbwa tu zote, basi Allah aliziuliza maswala roho. Aliziambia roho katika nchi hiyo baada ya kuziumba zote kwa upendo tu, enyi roho, alastu bi rabbikum,
inaitwa yaumil ahadi wal mithaq. Hiyo ni yaumil ahadi wal mithaq kiroho, yaumil ahadi wal mithaq. Yaum alladhi qala Allah subhanahu wa ta'ala lil arwahi alastu bi rabbikum, si kwamba Mwenyezi Mungu alizisema roho kuziambia enyi roho nimekuumbeni mimi sikuwa ndiye Mola wenu, nijueni mimi ndiye Mola wenu. Roho zilisema bala, lakini roho ya mwanzo ambayo ilitamka neno bala hapana shaka kwa ndiye Mola wetu ilikuwa ni roho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio roho ya kwanza ambayo iliyotamka neno bala. Zote roho zimeshangaa, roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ndio mwanzo iliyotamka bala. Baada ya kutamka mwanzo roho hiyo, fasuni lahu kandila, basi ilitengenezwa kandili. Baada ya kutengenezwa kandili, faudha fil kandali, ikainua katika kandili ile roho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikaambiwa roho zote, hata arwahu, roho zote nendeni kaangalieni utukufu wa yule ambaye aliyeitikia mwanzo kumjua Allah. Hapo roho zote zilikwenda zikaangalia, kwenda kuangalia kwenye kandili. Kuna roho ambazo ziliona kichwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kandili kiroho. Kuna roho ambazo ziliona mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna roho ambazo ziliona kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna roho ambazo ziliona mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila roho iliona katika vitu ambavyo vilivyoona ndani ile kandili kwa kuangalia nuru ya Mtume sasa kiroho, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuletwa kijismani, yani mwili huu kiroho. Inasemekana kwamba wakati wale ambao waliona mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasana saimuna daima, hawa watakuwa ni wafungaji milele. Hautakwambia bwana funga hiyo ni bid'a, funga hiyo haifai, yana kwa mimi nafunga. Anafunga kwa ajili, anafunga kwa ajili ya Allah. Huyu aliona mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa siku ambayo iliulizwa yawm al-ahd al-mithaq alastu bi rabbikum. Aliona mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roho ambayo iliona kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hao fasara ulama, watakuwa wenye ilmu. Kuna watu wanawezekana wanakaa kwenye kusoma ilmu miaka na miaka, lakini kuna watu ambao Allah aliwaonyesha kifua kwa kupitia kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kandili yaumil ahd wal mithaq, yaumil ladhi qala Allah subhanahu wa ta'ala alastu bi rabbikum. Basi wale fasara ulama hao muda mdogo tu wanakuwa ni watu wenye ilmu. Wama raasa nabii sallallahu, wale ambao waliona kichwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara ruasa, watakuwa ni maraisi. Hata kama mkampinga mkataka hamtaki, mnakuja mkubwa Allah kamtawalisha. Aliona kichwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao waliona vidole vya Mtume sallallahu alaihi wasallam fasara nukasha. Kuna watu ambao akikutazama anakuandika nachi tena, anakuandika sura yako ile ile. Aliona roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ambayo si yaumil ahadi wal mithaqa, siku ambayo ni ahadi na kuchukua ahadi. Roho zilisema bala, roho ya Mtume ndio roho ya mwanzo ambayo iliyotamka bala, hapana shaka ya Allah. Ndio baadaye zikafuata roho nyingine za manabii, na baadaye zikafuata roho zetu sisi sote tukasema bala. Kuna roho ambazo zilikataa pale pale, zisema anta wa nahnu, sisi ni sisi na wewe ni wewe, kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Zilizokataa Allah subhanahu wa ta'ala alizitia katika moto kwa muda wa miaka 1400. Zikakaa katika moto, baadaye akazitoa, akaziuliza alastu bi rabbikum, zikasema anta wa nahnu, sisi ni sisi na wewe hatukujui. Allah akazitoa katika moto, akazitia katika moto baada ya kuziuliza, na zikawa zimeleta jawabu lile. Allah baada ya mara ya pili, mara ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala akazitoa katika moto huo unaowaka, akazitia katika moto wa njaa. Alipozitia katika moto wa njaa, halikuwa jua, bali zilisema anta rabbuna wa anta hasbuna wa anta ni'mal wakil, wewe ndiye Mola wetu na wewe ndiye msaidizi wetu na wewe ndiye wakala wetu wa kutoa neema. Ya Rabbi, usitunyime neema, tutadhalilika. Inasemekana hapa kwanza ndio ambapo jambo la mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala alizilazimisha roho kuzitia njaa. Hapa ikapatikana sababu ya funga. Sababu ya funga ni kuiamrisha roho kurejea kwa Allah fi watanihi al-asliyu, katika nchi yake ya mwanzo alizoulizwa yaumil ahd al-mithaq alastu bi rabbikum, sipo ndiye Mola wenu. Basi hapa kwa ahadi hii roho zikapewa kufunga, zikapewa kushindana njaa, zikapewa roho zote. Sasa baada ya kukubali zile roho ambazo zilikataa mara ya mwanzo, baada ya kukubali
Allah subhanahu wa ta'ala alilisitia njaa, na hapo ikawa ni sababu ya kuwajibishiwa funga, na funga hizi zikawa zimeendelea tena, funga za Ramadhani, kama Allah Ta'ala, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, tulikuwajibisheni kufunga kama vile ambavyo tuliwajibishia wale ambao waliopita kabla yenu. Ina maana roho zilikuwa kabla ya hapo zimepewa amri ya kufunga kwa sababu ya kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Roho baada ya kuziona Allah katika watani al-asili, nchi ya insu, na kwa jina jingine inaitwa watani al-uluhiyya, kuwa zimekubali kumkubali Allah na kumtii Allah wote kwa sababu ya njaa. Roho Allah aliziambia subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal arwah, enyi roho ni nataka nikutoeni katika nchi ya insu na nchi hii ya uluhiyya, nikupelekeni matembezi nchi nyingine. Mnasemaje? Roho zikakubali, bala tumekubali ya Rabbuna, tupeleke nchi nyingine. Zikatolewa roho katika nchi ya uluhiyya, zikapelekwa katika nchi ya taqwim. Katika nchi ya taqwim, kama qala Allah Ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumeumba mwanadamu katika umbile zuri la taqwim, umbile la shikli, umbile lenye vipimo. Katika nchi ya uluhiyya ilikuwa bado haijatoa shikli, ilikuwa ni roho kama roho, lakini katika nchi ya taqwim ikenda ikafanyiwa takwimi. Sasa roho ije ishije, ije iweje, roho ikatiwa shikili, ikatiwa maumbile, ikawekwa pua kama pua. Ukiona pua ilivyo, kama ingelikuwa pua hili lingelikuwa hapa likaziba mdomo, ingelikuwa tunapata dhiki, kwa sababu ingelikuwa mpaka ufunue pua ndio baadaye utie chakula. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka pua mahala pake, kaweka mkono mahala pake, kaweka macho mahala pake, na kuyaweka macho na mkono na pua mahala pake na viungo vingine vyote mahala pake, ni kwa sababu ya kumtukuza mwanadamu fi ahsani taqwimi. Kamweka katika ahsani. Hakuna kiumbe chochote ambacho Allah kakitaja kwa ahsani taqwimi kuliko mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe bora ambacho Allah kakiheshimu, na kisha baadaye akakitangaza, lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi, hakika tumemuumba mwanadamu katika shikili, katika maumbile ambayo ni ya taqwim, yana vipimo, yana uadilifu maalum. Na uadilifu lau kama tutalichunga jicho lako na kupata kulielezea, wewe mwenyewe utajua kama Allah kaliheshimu jicho lako na kakupa maumbile mazuri yalikuwa ni bora. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba mwanadamu kwa maumbile ya majina yake. Hiyo ni mada nyingine ambayo inshallah tutakuja kupata kuitoa. Kamuumba mwanadamu kwa maumbile ya majina yake, hiyo ni mada nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuzipeleka roho katika nchi ya taqwim, aliziambia roho katika nchi ya insi, nikwambieni alastu bi rabbikum, sikuwa mimi ndiye Mola wenu mkanikubali. Kwa hiyo katika nchi ya taqwim nakwambieni, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna, hakika nitakuleteni uongozi wangu. Allah anazieleza roho baada ya kukubali. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, hakika nitakuleteni uongozi wangu. Faman tabi'a hudaya, atakayefuata uongozi wangu, Allah anaziambia roho, fala khawfun alayhim, itakuwa hakuna hofu kwa wao, wala hum yahzanun, wala kutakuwa hakuna huzuni kwa sababu ya kupata kuniamini na kufuata uongozi wangu nilioleta. Roho zika katika nchi ya taqwim, zikatamata, zikastarehe. Baada ya muda Allah akaziambia roho, enyi roho nyinyi, nataka kupeni matembezi mengine, mnasemaje? Roho zikakubali. Allah subhanahu wa ta'ala akachukua roho akazipeleka katika nchi ya Durati Baydha. Nchi ya Durati Baydha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Mi'raj alikuta hapo Durati Baydha kuna mkunasi mkubwa, Sidratul Muntaha, ndiko ambako iko Durati Baydha, wingu wa saba. Roho zote zikawekwa pale sasa, kutoka katika taqwim zikapeleka Durati Baydha. Roho zilipofika Durati Baydha, Allah subhanahu wa ta'ala akaziambia, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yudhillu wala yushqa, hakika nitakuleteni uongozi wangu, ambaye atafuata uongozi wangu, fala yudhillu, hatapotea, wala yushqa, wala hatapata mashaka. Katika Durati Baydha, pale Durati Baydha ndio mahala ambapo roho zote zipo hivi sasa. Kwa wakati wa sasa roho zote ambazo hazijazaliwa ziko pale Durati Baydha. Sheikh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah maarufu Sheikh Abdul Qadir al-Jailani ndio maarufu wake, kaddasallahu sirra aziz, lakini jina lake hasa anaitwa Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah. عبد القادر بن موسى الجنكي الدوستي، فهو من أسماء العجامية. الجنكي الدوستي
Baba yake alikuwa anaitwa Janki Dosti, ni Musa, lakini jina lake hasa alikuwa anafahamika kwa jina la Janki Dosti, mpenda vita na mijadala. Mzee Musa huyo. Sheikh Abdul Qadir anasema katika shairi zake, ala durati baydai kana ijtima'una wa fi qaba qausain ijtima'u al-ahibba. Hapo durati baydha ndio makusanyiko yetu kiroho kabla ya kuzaliwa sote. Qaba qausain ndio makusanyiko yetu kiroho, lakini sasa hapo durati baydha sasa ndio ijtima'una wa fi qaba qausain. Pale Qaba Qausaini pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda Mi'raj. Kufika pale sasa Qaba Qausaini pale, Jibril alayhi salatu wasallam alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi huko siendi tena, nikienda huko la haraka nitaungua mbawa zangu, sifiki huko, nenda peke yako. Basi pale durati baydha, kama vile ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanyiwa mitume wote pale Palestina, na baadaye akaja wingu wa kwanza akakuta Nabii Adam, wingu wa pili akakuta mitume wote na washafariki kwa siku nyingi, lakini roho zao wamerejeshewa kwa ajili ya kumpokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na roho zote ambazo hazijazaliwa zilipelekwa pale durati baydha kumkaribisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ulimwengu huo wa kiuluhia. Roho zote zilikwenda zikamkaribisha, na roho yangu na yako pia ilikwenda pale kumkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Sheikh Abdul Qadir, ala durati baydha kana ijtima'una wa fi qaba qausain ijtima'u al-ahibba. Sasa pale ijtima'u al-ahibba, makusanyiko ya wapenzi, ikiwa unampenda Mtume na ulikwenda pale ulipelekwa. Inasemekana pale sote tulinamisha shingo zetu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tulipoinamisha mabega akakanyaga, ndio maana akapata kupanda juu. Basi kukanyaga, alimkanyaga Sheikh Abdul Qadir bin Musa bin Abdul Qadir Jilani. Ukisema kumtaja Sheikh Abdul Qadir, wengi wanaweza kuona kama Abdul Qadir nani? Abdul Qadir ni mwanadamu kama mwanadamu wengine, lakini Allah kampa cheo, na sisi sote ni wanadamu, lakini kila mmoja Allah kampa cheo, kama vile baba na mama, kaka, shekhe, mwalimu, rais. Yani kila mtu kamchagulia kiongozi, yani usema kwamba ukubwa wake. Na Mtume akasema, wawekeni watu katika makazi yao, anzilin nasa manazilahum, wawekeni watu katika makazi yao, msiwadharau watu, yani tusidharauliane. Kwa hiyo pale msema kwamba roho zote zilikwenda na zikamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadaye Mtume katika kukanyaga akakanyaga roho ya Sheikh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raji kufika juu kabisa huko akasikia salamu aliyosikia. Lakini sasa hapa durati baydha ndio mkusanyiko wa roho zote. Hapa tumemwingia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raj, lakini roho zote baadaye zikarejea makazi yake, zikawa zinatulia. Allah subhanahu wa ta'ala alizipelekea aya akiziambia, fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yudhillu wala yashqa, nitakuleteeni uongozi wangu, ile ambaye atafuata uongozi wangu hatapotea wala hatapata mashaka. Baadaye Allah akaziambia tena roho, enyi roho nyinyi, nataka kukupelekeni msafara mwingine, mnasemaje? Roho zimekubali, zimetoka otanil uluhiyya ataqwim durati baydha. Allah subhanahu wa ta'ala akazipeleka tena roho katika nchi nyingine ambayo jina lake inaitwa mji wa rahma. Mji wa rahma ni katika tumbo la mama. Mji wa rahma ni katika tumbo la mama. Huu unaitwa mji wa rahma. Hata ukienda hospitali madaktari atakuuliza, je, keshajifungua tayari? Mji umeshatoka? Mji bado. Huu mji kama haukutoka ukaenda ukazikwa, ukarejea kwenye ardhi, huyo mama atakufa au afanye operation utolewe huo mji huo. Akija mtoto mwingine ana mji mwingine, akija mtoto mwingine ana mji mwingine. Mama akizaa watoto 10, ujue kuwa ana machango 10 ambayo yaliyotoka ndani ya tumbo lake amezikwa mji wa mtu na mtu na mtu ambao anaishi katika mji wa rahma. Sasa hapa katika mji wa rahma Allah subhanahu wa ta'ala alimkhtarisha mwanadamu kuchagua huyu baba na mama. Katika mji wa rahma ilipotolewa roho kutoka pale ndio katika mji wa rahma, Allah akaiambia roho ambayo inaipeleka katika mji wa rahma, kila roho anaiambia hivyo, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishata dhanka, yeyote ambaye nimempeleka katika mji wa rahma akaacha kunitaja, nimemtoa katika nchi ya kwanza, nchi ya pili, nchi ya tatu, nimempeleka katika mji wa rahma, mji katika tumbo la mama, akaacha kunitaja, fa inna lahu ma'ishata dhanka, hakika huyo atapata maisha ya taabu, maisha ya dhiki.
Katika mji wa rahma kama tulivyojua, ndani ya tumbo la mama, mtoto anapokuwa katika tumbo la mama, uso wake huwa anauelekeza kwenye mgongo wa mama. Mgongo wake huwa anaelekeza kwenye tumbo la mama. Ingawa anageuka ya takallub, anageuka, lakini kugeuka kwake kote akiwa ndani ya tumbo la mama, mgongo wake ndio anauweka kwenye tumbo la mama. Uso wake anauelekeza nyuma ya mgongo wa mama. Kwa nini? Kwa sababu usije ukapata kupigwa huu uso huu. Ikiwa kwenye tumbo, baadaye mama akapata kupigana na mtu au pengine akaanguka, halafu akaufikia uso, itakuwa ameharibu sura ambayo Allah kaitengeneza. Na Allah kasema fi ayi surati ma sha'a rakabaka huwa alladhi yusawwirukum fi butuni ummahatikum. Yeye ndiye ambaye anayekutieni sura katika matumbo ya mama yenu. Ndani ya tumbo Allah ndiye ambaye analeta sura. Ikiwa ndiye ambaye analeta sura katika tumbo hili, mji wa rahma, Allah anasema katika mji wa rahma, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yoyote ambaye atakayeacha kunitaja nitampa maisha ya taabu. Kwa hiyo ndani ya tumbo la mama, mtoto akiwa yumo, wanakuja malaika wanamuuliza, andika mema yako, andika mabaya yako, na wanazifisha zile karatasi, tayari wanaziweka tayari. Lakini sasa baada ya kutia roho kwa miezi 4, roho inaletwa baada ya kuwa pandana nao katika miezi 4. Basi baada ya kutiwa roho na ikakamilika ndani ya tumbo la mama, malaika wanakuja kumhoji masuala ambao watamhoji, alafu baadaye anaishi kiume katika mji wa rahma. Imefika siku ya kuzaliwa sasa. Siku ya kuzaliwa anaambiwa, umeambiwaje? Ukiacha kumtaja Mwenyezi Mungu utapata maisha ya dhiki. Mtaje Allah kwa mtaje mmoja tu ili upate utoke katika mji wa rahma. Utamkuta mtoto, kuna baadhi ya watoto wanageuka, hawataki kutaja jina la Mwenyezi Mungu ili watoke katika mji wa rahma. Utamkuta mtu mama anaumwa uchungu hazai. Sasa hata ukichunguza katika aya ambazo wanazoandika dawa au kombe kwa ajili ya kutaka mtoto azae, yani mtoto atoke katika tumbo la mama, ni zile aya za dhikri za kumkumbusha. Mfano, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Hii aya inasema kwamba yule ambaye kachelewa kuzaa, mama aliyechelewa kuzaa, ukamwandikia au ukamsomea maji, ukamnywesha, ukampa akanywa na akanipaka tumbo, anafanya hima yule mtoto kutoka katika tumbo la mama yake. Idha as-samaa'u inshaqqat wa idha al-ardu muddat. Hii aya vile aya tatu hizi vile nazo utakapozisoma au kaziandika kumpa mjamzito, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjalia kuzaa kwa wepesi. Idha as-samaa'u inshaqqat. Ndani ya tumbo la mama sasa, mtoto anapofika muda sasa wa kutoka, lazima aseme Allahu Akbar. Kaambiwa utakapoacha kumtaja Allah utapata maisha ya taabu. Hapa anasema Allahu Akbar, anazaliwa, anatoka. Na anaposema neno hili lazima awe kaelekeza uso wake chini, na kama kaelekeza uso wake juu wakati anazaliwa na yule mama, basi mtoto huyo ni wepesi kufariki. Na kama hatofariki, akizaliwa salama hakufariki, basi atapata maradhi ambayo hayatibiki. Hata madokta hospitali wakati wanapomzalisha mama, umefika muda sasa mtoto kutoka, basi humgeuza shingo yake ile, lazima aelekee chini. Kama akiwa kaelekea upande wote, wanamuelekeza chini, kwa sababu wakimuelekeza chini, yule mama anapozaa huwa anazaa mengi. Kuna maji yanayotoka au damu zinazotoka katika sehemu za uzazi, zinapotoka kama akiwa kaweka juu ile, anavuta haraka uchafu, lakini akigeuzwa uchafu unapita kwenye mgongo unakwenda chini. Kwa hiyo hatamki isipokuwa tamko la Allahu Akbar, anazaliwa. Allah akasema thumma sabila yasarahu, kisha njia nyepesi ya kuzaliwa tukamwepesishia mtoto akazaliwa. Lakini sababu ya kuzaliwa si chengine bali ni dhikri ya Allah. Kisha Allah akasema katika dunia hii sasa, adhkuruni adhkurukum, nitajeni na mimi nitakutajeni. Allah akatoa amri kwa sababu ili tumtaje na atatutaja. Baada ya hapo kufika katika mji wa rahma na akazaliwa mtoto, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakika ya mtoto anapozaliwa, kullu mawludi yuladu ala fitra, kila mtoto anazaliwa katika fitra, katika wakati wa ofa, wakati ambao haandikiwi dhambi. Kwa sisi tunasema anazaliwa Muislamu, kwa sababu siku aliyozaliwa kamtaja Allah, na Allah kapokea mawaidha ya Allah tangu nchi ya mwanzo mpaka hapa, na yeye akawa bado anayafuata hapa. Sasa mtoto yote anapozaliwa anazaliwa katika fitra. Ima wenzetu sasa ikiwa ni wa dini nyingine
wao mpaka wakabatize. Lakini sisi Waislamu hatuna haja ya kubatizwa wala chochote, ila mtoto anapozaliwa akifika nje sasa anatakiwa tena atajiwe jina ile jina la kutoelewa, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ili atokane na maisha ya dhiki kule alikotoka na baada maisha sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasunisha kusema kuwa mtu ambaye mtoto akizaliwa asomewa adhana Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salah hayya ala al-falah, Allahu akbar la ilaha illa Allah, asomewe adhana. Kusomewa kwa adhana ni kwa sababu ya kutakiwa akumbuke alikokuwa na hapa alipofika hapa, pia baada analitoa dhikri ya kumjua Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa sasa akizaliwa baada ya adhana, kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu akizaliwa mtoto wake ni bora baada ya adhana asomewe inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu, mtoto alipozaliwa ukamsomea, kuna hadithi inasema yahfadhu Allah subhanahu wa ta'ala, atahifadhiwa mtoto huyo ni Mwenyezi Mungu kwanza na maasi ya zina na maasi mengineyo. Allah atamchunga yule mtoto ambaye aliyekuwa alipozaliwa akasomewa adhana na baadaye akasomewa inna anzalnahu 7. Kwa hiyo wale ambao hatujapata yani bado tunaendelea kuzaa, watoto wetu wakizaliwa tuwasomee inna anzalnahu. Mtoto baada ya kuzaliwa sasa anakuwa mpaka anafikia muda wa balagha. Hakuna kiumbe chochote kinachozaliwa kilichopewa utoto mwingi kuliko mwanadamu. Kuku akizaliwa leo, basi leo kuku utamkuta tayari anatembea. Panya akizaliwa leo, utakuja kuta leo panya anatembea mbio. Mbuzi wanyama wote wakizaliwa leo anatembea, ila mwanadamu. Mwanadamu hatembei haraka kwa sababu Allah kampenda, kampa utoto mwingi mpaka miaka 15. Akifikia miaka 15, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waadabisheni watoto wenu kuanzia miaka 7, wafundisheni kuswali na ibada nyinginezo, ingawa sio miaka 7. Minal mahadi ila al-lahadi, mtoto atakiwa baada ya kuzaliwa, minal mahadi, katika ubembelezo ndio mama ule akizaliwa atakiwa apewe mafunzo mema, ila lahadi, mpaka kutoka kwenye mwana ndani. Siku mtu anafariki, basi lazima tukamwambie pale, tunamsomea talqini, tunamwambia al'ana ya'tika al-malakani al-muwakilani al-muhasiban. Sasa hivi watakuja malaika wawili ambao wamewakilisha kuja kuhesabia hapo mambo yako. Wakati mtu anapofariki pia ina maana anakumbushwa tena katika uhai wake alipokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama katufunza tuwalee watoto malezi mema. Katika kuwalea watoto malezi mema ni sababu kuu ya kufaulu na kufanikiwa, kukumbuka tangu siku ambayo aliyeumbwa kiroho na hapa sasa kaletwa pamoja na maumbile yake ya mwili huu. Roho imepewa rafiki kuja kutembea katika hii nchi duni. Sasa roho imetoka mji wa rahma, imekuja katika nchi duni. Nchi duni ndio hii dunia. Fasama duni, unakwenda katika nchi duni. Duni ni kitu dhalili, ni kitu kidogo, ni kitu ambacho hakina thamani. Lakini mwanadamu alipopeleka katika nchi duni akasema dunia fa khudhibat yao, ikaondosha yeye moja akasema dunia yangu. Roho ilipobebesha ndani ya nafsi, sasa hapa akasema dunia yangu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkumbusha mwanadamu ili awe mwema aongoke, hapa Allah akawaleta viongozi wengi mitume kwa ajili ya kuja kuwakumbusha ule ukumbusho wa nchi ya mwanzo aliyoumbwa na akayauma al-ahd wal-mithaqi yawm alladhi qala Allah subhanahu wa ta'ala ala subhi rabbikum, siku ambayo Allah alisema je, mimi sikuwa ndiye Mola wenu? Basi kukumbusha siku ile Allah anasema kwa kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengineo, lakini tuseme kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema hivi, Allah anakuambia ya ayuhal insan. Hapa ameitwa kwa jina la nchi ya mwanzo aliyoumbwa, mpaka leo mtaitwa Yahya Mpemba, lakini kumbe vile Pemba si babangu Abdul Qadir Jailani. Jailani ni ile nchi aliyozaliwa, Jailu, nchi ya Jailu, alizaliwa katika nchi ya Jailu. Jailu iko nyuma nchi ya Tabaristan, ni Irani hiyo. Sasa hapa mwanadamu Allah anamkumbusha asisahau katika miji yote aliyopita na aya aliyosomewa, ili asipate tabu mwanadamu.
Allah anamwambia ya ayuha insan, mwanadamu insani uliotoka katika nchi ya insu, ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kinachokugururisha kikakudanganya ukamsahau Mola wako mtukufu? Kitu gani kinakudanganya? Alladhi khalaqaka, yule ambaye aliyekuumba katika nchi ya mwanzo, nchi ya uluhia kiroho. Fasawaka, akakuweka sawa maumbile yako katika nchi ya takwim. Faadalaka, akakufanyia uadilifu katika nchi ya durati baydha. Akafanyia uadilifu katika nchi ya durati baydha. Uadilifu gani kafanyia katika baydha? Uadilifu aliofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi shahr. Sababu nini? Tanazzalul malaikati waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Na hii ndio maana Mtume akasema ni munasaba mtoto akizaliwa asomewe, kwa sababu akumbusha hiyo min alim al-arwah, tangu alim al-arwah zikotoka roho mpaka leo hii. Allah anasema tanazalul malaika wa ruhu, huteremka malaika na roho. Huteremka malaika na roho. Malaika na roho wanapoteremka hawateremki tu biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao. Roho ambazo zinazoteremka ni roho za aina zote. Ikiwa kuna roho Jibril ateremka, ikiwa kuna roho malaika ateremka, ikiwa kuna roho amri inateremka, ikiwa kuna roho za waliokufa zinakuja kuwadhuru wale ambao waliokuwa wa jamaa zao zinateremka, ikiwa ni roho ambazo hazijazaliwa zinateremka kuja kuchagua baba na mama. Fi aya yasema faadalaka, akakufanyia uadilifu. Khalaqaka fasawaka faadalaka, akakufanyia uadilifu wa kwenda kuchagua baba na mama. Ikiwa umebahtika umepata baba ni mlemavu, umepata mama mkichongo, ndiye uliyemchagua kiroho huyo, na ndiye uliyemchagua ukazaliwe katika nchi yako hiyo, nchi hiyo. Kwa hiyo usimdharau mzee wako kwa sababu ni kichongo, ni mlemavu, kwa sababu ni ulimchagua wewe mwenyewe kiroho. Sasa kwa sababu ulimchagua kiroho, hapa fasawaka faadalaka, Allah kakufanyia uadilifu kuja kuchagua baba na mama. Kwa hiyo tumechagua wenyewe baba na mama, tunatakiwa tuwafanyie heshima, tuwaheshimu na tuwafanyie wema. Kwa somo hili na sahihi tuwafanyie wema wazee wetu kwa sababu tuliwachagua kiroho. Baada ya hapo sasa faadalaka fasawaka faadalaka fi ayi suratin, katika sura yote ile ambayo aliyependa Allah subhanahu wa ta'ala, rakabaka fi ayi sura ambayo aliyependa Allah, rakabaka ndiye aliyokubandika nayo hii sura hii kakubandika Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mkitaka kutoa hukumu msitolee na hukumu katika nyuso. Usipende kupiga kibao, usipende kumpiga mtu katika uso, ni dhambi kubwa. Itatosha siku ya kiyama kwenda kuadhibiwa kwa kumpiga mtu katika uso, na ni jambo jepesi tu hilo. Mtu kakukera unapeleka mkono wako haraka kwenye uso. Tunatakiwa tujitahidi tusipigane kwenye nyuso. Mtume kakataza. Roho baada ya kufika sasa mwanadamu kushafika hapa sasa insani, Allah anakupa mawaidha. Katika tumbo la mama ndio baba alipokutia sura. Kama Allah Ta'ala, kama Allah alivyosema, huwa alladhi yusawwirukum fi butuni ummahatikum, yeye ndiye ambaye anayekutia sura katika matumbo ya mama. Ingawa sura anayozaliwa nayo mtu baadaye unakuta inabadilika mpaka inafika inakuwa ile sura yenyewe original. Ilikuwa haijaja bado kamili ile. Inakuja mpaka inakuja ile kamili yenyewe sasa. Kishakuwa mkubwa, kishakuwa na ndevu na shikili kamili. Roho zimetoka, imekuja sasa ni mwanadamu kamili ambaye imekuwa ni roho na nafsi. Sasa roho na nafsi inaletwa mawaidha haya, ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi surati ma sha'a rakabaka. Tunatembea wanadamu, Allah akatuletea mitume, akatuletea ukumbusho wa Qur'ani, na ndio kama sura kama hii ambayo inatukumbusha wanadamu kitu gani ambacho kinatuhururisha, au vile ambavyo alivyosema Allah, innal insana kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu ni dhalimu wa nafsi yake, tena ni mjinga kabisa nafsi yake. Lakini sasa atakayekumbuka na akaamini na akafanya mema, Allah subhanahu wa ta'ala anamuokoa, anamweka katika njia nzuri. Hapa sasa baada ya kukaa muda mrefu mwanadamu katika nchi duni hii, kapewa mawaidha aliyopewa, baadaye anatoka sasa roho, anarudi kwao, na yule nafsi ambaye aliyempata katika mji wa rahma mwenyeji wake anarudi kwenye ardhi. Wanabagukana baina ya roho na nafsi, hata kuwa labda ni shekhe, hata kuwa ni walii. Roho anapotoka
basi ina maana nafsi inarejeshwa chini ya ardhi, kama kwamba nafsi linadharaulika. Wakati alipotowafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipoandaa maandalizi ya mazishi mpaka wamemaliza, Bi Fatuma radhiallahu ta'ala anha wa ardaha aliwauliza, tibtum, mmefurahi sasa nyinyi kuutia mwili wa mtume wenu chini ya ardhi, mmefurahi? Akaambia la ya Fatuma, yeye ndiye aliambiwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Humo ndio mambo mliumba kwa sababu ya hilo dongo, nafsi ndio imeumbiwa. Hii nafsi hii, huu mwili huu unaitwa una nongo kwa sababu umeumbwa kwa dongo katika tumbo la mama pale, si ndio? Lazima malaika wanatumwa kwenda kuchukua udongo na unakuja kwa pamoja nafsi linafinyanga, inakuwa ni mwili kamili huu. Na ndio maana mtu akawa na nongo, hakuna yote rangi yote, basi naweza pengine inaitwa nongo kwa sababu kaumbwa kwa dongo. Hapa nafsi ya roho sasa ikitoka inarudi katika watani la asilio, katika nchi ya mwanzo, kwenda kujibu masuala aliyopita na kutembea kwake. Allah Subhanahu wa ta'ala anaziambia roho zote sasa, baada ya kutoka hii nafsi na roho imetoka, basi hapo sasa fa idha hum bisahira, roho zote sasa zinakuja kufufuliwa tena katika nchi moja inaitwa Sahira. Baada ya Sahira, fa idha hum bisahira, baada ya Sahira zinachukuliwa roho zinapelekwa katika sehemu nyingine sasa, ima sasa kwenye mahakama, ima peponi au motoni. Ni'udhu billahi minan nar. Tunamwomba Allah tulinde na moto, tunamwomba Allah atutie nguvu na imani, tuwe katika waja wema, tutekeleze yale ambayo tuliyopata katika sehemu zote zile tulizotembea, marhala haya 6 na marhala ya 7, ima peponi au motoni. Tunamwomba Allah atupe rehema inshallah. Tutazidi kuja kupambanua mada nyinginezo katika hizo. Allah atupe tawfiki njema inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.